wanahabari nguli, mahiri, muhimu na wenye mchango chanya katika taifa letu. Katika sekta zote wamekuwa wakifanya kazi vizuri na kutusaidia si tu kuona tunakokwenda, lakini kujitathmini kazi nzuri tunayoifanya kwa wananchi. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuwaomba wanahabari, kama kuna jambo wanalitamani kulisikia, ni jambo la uchumi wa nchi yetu. Wanahabari wana uwezo wa kushape na kuspin na kutengeneza agenda ya kuwafanya wananchi wote wakafocus kwenye agenda hiyo. Ningekuwa na uwezo, ningewashawishi sana watusaidie kwa nguvu zao zote kubadilisha aina ya habari zinazochukua nafasi kubwa katika masikio si tu ya watoto, si tu ya vijana, hata ya watu wazima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, habari ina nguvu kubwa sana. Ndio inaamua mpaka aina ya mavazi, inaamua aina ya chakula, inaamua aina ya nyumba, inaamua aina ya kila kitu. Wakitusaidia kuweka habari ya uchumi kwenye kipaumbele, iwe ni habari ya michezo kama walivyoshinda Simba, tuone kiasi gani wanatengeneza. Najua Kakamega na kula amekaa ita naguna. Simba imeingia finali, sio robo. Imeingia finali. Na hii sisemi kwa sababu ya Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa, lakini nalisema kwa sababu naelewa ni furaha ya nchi. Kwa sababu kuna tofauti kati ya wenye nchi na wananchi. Wenye nchi wanapofanya mambo makubwa, basi hata wananchi wanafurahi. Lakini sio lazima kwamba wananchi wakifanya jambo kubwa mwenye nchi atafurahi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa natamani tu kwenye pointi yangu ya muhimu ni kwamba habari zote ziwe za michezo, ziwe za uchumi, ziwe za siasa, yani ifike hatua habari yako ikae front page ni kutokana na namna gani ina impact ya uchumi wetu. Kwa sababu kuna fursa nyingi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu ambazo unaziona, kwa sababu ya habari hizo kutokuwa na nafasi kubwa, zimepelekea watu kujisahau na kushindwa kuchagiza na kusukuma gurudumu la uchumi. Nishangaa kupata taarifa kutoka kwa balozi wa India, anatueleza namna gani unga wa maembe ulivyo na thamani kwao, wakati sisi Tanzania maembe yanaoza. Sasa unaweza kupata picha jinsi gani tuna vitu vingi ambavyo vinaweza kufanya mambo makubwa na kubadilisha maisha ya watu, lakini kwa sababu habari zake hazisikiki, zinawafanya wananchi wanaona labda si sehemu ya kuchagiza uchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, neno la mwisho. Tarehe 3 mwezi huu wa 5 katika mkoa wetu tumeandaa forum kubwa tunaita Arusha Economic Forum. Moja wapo ya watoaji au watoa mada ni pamoja na Profesa Kabudi. Ninaomba tuitumie fursa hiyo kwa ajili ya kubadilisha taswira ya mkoa wetu, na tunawaalika sana wanahabari, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili waje waonyeshe fursa za kiuchumi zilizopo katika mkoa wetu. Kuna watu wanasikia tu habari ya Afcon, lakini hawajui namna gani wanaweza kupata pesa kutokana na Afcon. Kuna watu wanasikia habari ya magadi soda, hawajui namna gani wanaweza kupata pesa kutokana na magadi soda. Kuna watu wanasikia SGR inajengwa kuja Arusha, hawaoni namna gani. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeandaa forum hiyo kwa makusudi ya kuwafungulia pazia wananchi wa mkoa wa Arusha ili waweze kutap kwenye hiyo opportunity na kuweza kutengeneza uchumi mkubwa. Na miongoni mwa watu tuliowalika, tumewalika pia Profesa Lumumba kutoka Kenya. Lengo pia aje atuonyeshe natural resources tulizonazo katika Afrika zinawezaje kuwasaidia Afrika, tukianza na mkoa wetu Arusha. Je, unataka kuboresha muonekano wa nyumba yako au ofisi? Jibu lako ni Lau Pavement. Tunakuletea huduma bora za kutengeneza pavement zenye ubora wa hali ya juu zinazodumu kwa muda mrefu. Huduma zetu ni pamoja na pavement za sehemu mbalimbali kama nyumbani, ofisini, parking za magari na bustani, pavement za sehemu za michezo na burudani. Tumebobea kwenye huduma za kuzalisha paving, kutengeneza upya, kulipea paving, kupaka rangi paving, kudesign garden, kuotesha ukoka na kupendezesha bustani. Pavement zetu ni za ubora na zenye michoro na miundo mbalimbali. Tunapatikana jijini Dar es Salaam Kibamba. Wasiliana nasi kwa simu namba 0679 720739 au 0765337263. Karibu Lau Pavement.
kwa huduma bora na viwango vya juu vya paving.